Unajua mwanzo mimi nilikuwa naamini kwamba ambao hatuko salama katika hii nchi ni wale makapuku maskini, tusiona chochote, tusiona nguvu yoyote, tuliozaliwa ng'ambo huko, huko polini huko. Niliamini ndo hatuko salama, niliamini hivyo. Lakini unakuja unagundua kwenye hii nchi hakuna aliye salama. Kwa hata anayeweza kahisi yuko salama bado hayuko salama, na wakati mwingine hata mwenye usalama naye hayuko salama, hata mwenye salama naye hayuko salama. Yaani nchi kiufupi ni kwamba hakuna aliye salama, no one is safe, na hatujui ni nani aliye salama. Sasa unajiuliza, kijana wa kawaida kama mimi, chawa na nini, unakuwa na confidence kwamba uko salama kwenye situation ya nchi kama hii, kwenye hali tuliyopo ya nchi kama hii. Haya mambo yanayojitokeza ni ya kawaida kisiasa, lakini yanakuja na lugha nyingi kwa mtu mwenye akili timamu. Yaani kama mtu ambaye ni the second after the president, makamu wa rais, ni mdogo kama Piliton kwenye maamuzi tu, ni mdogo. Yaani watu wanaweza wakamwamlia bila hekima. Watu wanaweza wakamwamlia bila kujali kwamba aliwahi kuwa nani, kwa sababu katika kwa jamii zilizofanikiwa maliziano ni bora sana. Unazingatia kwanza huyu mtu ni nani. Mimi nilikuwa najaribu tu tafakari ya kawaida kwamba nikawa nawaza, Chimbi aliwahi kuwa katibu wa CCM. Chimbi amekuwa makamu wa rais wa CCM. Na kiufupi ni kwamba Chimbi amewahi kushika vyeo vyote vikubwa vya nchi isipokuwa viwili tu. Kwa sababu vyeo vikubwa nchi ni viwili tu. Vyeo vikubwa nchi ni viwili tu. Ni kuwa wewe mwenyekiti wa CCM na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo ndio vyeo vikubwa viwili. Na cheo cha pili kwa ukubwa nchi ni uwe katibu wa CCM au uwe makamu wa rais. Sasa Nchimbi ameshika vyeo vyote hivi vikubwa viwili. Yaani baada ya rais yeye akawa makamu wa rais, cheo kikubwa hicho. Ni Nchimbi huyo baada ya mwenyekiti yeye akawa katibu wa CCM, cheo cha pili. Kwa ndani ya chama amekuwa ni mtu mwenye nguvu, mwenye wadhifa mkubwa. Katika eneo la serikali executive amekuwa na nafasi kubwa. Ila maamuzi ya masaa mawili watu wanakaa bila kujali yote hayo, wanakunyang'anya wanachama, wanakunyang'anya kila kitu bila kujali. Sasa unakutana na mtu ni chawa ambaye mwenzangu na mimi, zaidi ya kushika mikoba ya viongozi na kuongea na kumiliki kamera ya simu na kupresent vitu, kusifia ujinga, yeye anajiona yuko salama sana. Sababu ukiwa na akili lazima ujiulize, kama hawa watu wao wenyewe tu hawawezi wakalindana, hawawezi wakaheshimiana, hawawezi wakastiriana, kwa sababu wanachofanya CCM wanataka kufika point kwamba CCM wanataka kukosa hata ile tabia ya kustiriana, kwamba hawawezi wakamstiri yoyote bila kujali chochote au aliwahi kuwa nani kwao. Hawawezi wakamstiri. Wewe kapuku, wewe ni nani? Kwa nini tusitumie akili kwamba mimi ni nani? Kama hawa watu hawawezi wakastiriana wao wenyewe, mimi ni nani? Kwa sababu kutofautiana kwenye mambo haya ya utawala na vitu vingine jeuri na vitu vipo, lakini kwa kuzingatia zile nafasi ambazo, credibility ambazo mtu ameshakuisha kwa nazo, nafasi zake, mnaweza mkatengeneza mazingira mkastiriana. Sasa CCM wamefikia hiyo point ya hivi hata kustiriana hawana. Yaani hata wao wenyewe wanaweza kaumizana. Alafu kuna mtu anasema niko salama kwa sababu ya CCM. Unakuaje salama kwa sababu ya CCM ambayo yenyewe kama yenyewe haiwezi kujistiri? So mimi mfano ulikuwa ukiniuliza, mimi kwa naamini hao ni watu wakubwa, huyo ni mtu mkubwa sana. Sisemi kwamba alichokifanya amekosea. He is light 100%, na mimi nampongeza kwa alichokifanya, na sisi tunamheshimu kwa alichokifanya. Lazima tuwe na nchi ambao watu wajifunze kusema ukweli na ukweli uchukuliwe, ingawa tunajua kwamba ukweli una gharama kubwa. Ila tu hoja ni kwamba sasa kama hawa watu wao wenyewe tu hawezi wakalindana, wanaweza kaibishana muda wowote, wakadhalilishana muda wowote, hawezi wakastiriana kwa yoyote. Wewe ni nani? Wewe chawa ni nani? Who are you? Who are you? Wewe chawa
Nakuuliza kama unavyoulizwa wewe, chawa ni nani? Wewe uko kwenye nafasi gani?